Cha miaka 47 tangu kuzaliwa kwa mtoto wa kwanza kupitia mbinu ya in vitro fertilization maarufu IVF, mamilioni ya Wakenya bado wanapitia safari ndefu na ya kimya kuwa wazazi. Hali ya utasa sasa inaathiri takriban mwanandoa mmoja kati ya kila wanandoa watano nchini, lakini bado ni mojawapo ya hali za kiafya zinazozungumziwa kwa uchache. Mwandishi wetu Peter Onsare ametuandalia taarifa hii. Katika pembe tulivu za nyumba na hospitali, nyuma ya milango iliyofungwa, mapambano ya kimya yanajitokeza. Mapambano yanayoiba ndoto, yanayodadisi utambulisho na kuyajaribu kabisa matumaini. Mapambano ya kutafuta kupata mtoto. Wakenya zaidi ya milioni 4.2 wanahitaji msaada wa kitibabu ili kupata mtoto. Lakini hii si takwimu tu, ni janga linalogusa moyo na mwili, likifichwa ndani ya kimya na unyanyapaa. Helping couples who have been struggling for so many days, so many years, and we have been able to help them in some way to have their bundles of happiness. Lakini katika nyumba nyingi, mzigo wote huu hutwikwa wanawake, kwani hutajwa kuwa tasa, wamelaaniwa au hata kutengwa. And if in 1 year the woman has not conceived, she is having regular periods, she is ovulating, and if she has not conceived, they should come and see the doctor, and so that we can investigate and we can exactly find out the reason, whether there's a problem with the female or there is a problem with the male, so that we can correct it and they can start the family. Kuna matumaini, lakini mara nyingi huambatana na gharama. Njia moja ni ya IVF, ambapo mayai ya uzazi ya mwanamke na mbegu za kiume hutangamanishwa nje ya mwili kabla ya kupandikizwa kwenye mfuko wa uzazi. Njia nyingine ni IUI, ambapo mbegu huingizwa moja kwa moja kwenye mfuko wa uzazi wakati wa upifushaji wa yai ili kuongeza uwezekano wa kupata ujauzito. Njia hizi mbili huleta matumaini, lakini bado si rahisi kwa wengi, kwani kila awamu ya matibabu hugharimu kati ya shilingi 400,000 hadi 600,000. Kwa William na Priscilla Mwendo, miaka ya machozi, maombi na shinikizo za jamii ziliwapelekea kwa IVF, si mara moja bali mara 2. Safari yao iliwafunza maana halisi ya mapenzi, mshikamano na nguvu ya kweli ya ndani. I'm happy, Dr. Sarita. You can remember the first time, that was 2022. Okay. We came for a breast transfer, yes, and gave birth 2023. 2023. And now the baby, she's 2 years, 5 days today. I'm happy. I came here, I trusted the process. I undergone the treatment. I'm now good. This is the result of Dr. Sarita and the group, the IV. We are happy for this, and actually we are expecting the second rematch. We are very happy. Maendeleo ya tiba za uzazi yanamaanisha kuwa visababishi vingi vya utasa vinaweza kutibiwa. Matibabu hutofautiana kuanzia tiba za homoni, upasuaji mdogo, hadi mabadiliko ya mtindo wa maisha na kudhibiti msongo wa mawazo. The viral infection screening is mandatory for both of them, like the hepatitis B, C, HIV, VDRL. We do in both the partners, and because there can be sometimes infection, and if the infection is there, that needs to be treated. Nchini Kenya, ukosefu wa vituo vya uzazi vya umma, gharama ya juu ya matibabu na unyanyapaa wa kijamii bado vimewafunga wengi kwenye mnyororo ya kimya. Hali kama vile ugonjwa wa viungo vya uzazi unaosababishwa na vimelea vinavyopatikana kwenye maji huathiri afya za uzazi ya wasichana na wanawake wengi, hasa maeneo ya pwani. Na bado utasa haupo katika vipaumbele vya majadiliano ya afya ya umma. Lakini nyuma ya kila jina la kitabibu kuna mwanadamu anayetamani kumbeba mtoto, kusikilizwa na kupona. Peter Onsare, TV47, Nairobi.